tuondoke sasa katika hali na hadhi hii ya kipadri. Tuje katika ile hali ya uteuzi ambao tunaisikia toka kwa Baba Mtakatifu. Japo tunamuombea naye, tunafahamu kwa sasa yupo anaumwa na tunazidi kumwombea afya yake imarike. Lakini mama kanisa haachi majukumu ya kanisa kufanyika kokote ulimwenguni. Tunasikia na wewe uteuzi wako unapatikana hapo. Pengine sisi tumesikia katika mwezi huu wa 3, lakini pengine kwako lilikuwa ni jambo ambalo linakutesa muda mrefu, na unalitafakari katika kuona je, naweza kulipokea? Taarifa hii kwako wewe ilifika kwa namna gani? Mtangazaji, umeulizwa swali zuri sana. Sana. Kwa kweli nimesema kwa mara ya kwanza kabisa tarehe 26 mwezi wa 3 nilipotangazwa katika kanisa kuu na Baba Mwadhama kwa niaba Baba Mtakatifu. Sababu yeye ndio mtu ambaye amepewa jukumu hilo la kuambia kanisa jimboni Tabora. Niliwaambia nimepokea jukumu hili kwa hofu na tetemeko. Niseme ukweli kutoka moyoni. Mimi sikuwahi kuota kuwa askofu. Sikuwahi kufikiria kuwa askofu. Na nimekuambia, samahani, sitaweza kutumia lugha ya ukali. Nimesema hapo awali, ndugu mtangazaji. Hata upadri wenyewe niliona kwamba nimepata upendeleo. Kwa upadri tu, niliona upendeleo. Sasa yanakuja na haya tena. Nilishituka, na kama unavyosema ni kweli. Nimepata shida ya kupata usingizi kwa siku kadhaa. Ndio. Najiuliza kwa nini mimi? Ni maajabu. Ni muujiza. Lakini vile vile ninaposema hofu na tetemeko, nikionja hiyo hali ya kutokustahili. Na mimi ningefikiri kwamba basi nafasi hii labda mambo haya yangewakuta wengine. Kwa nini mimi? Na umenikumbusha kitu kizuri. Mimi nilipopadrishwa kule nyumbani Kaliua. Sasa samahani kama sio kama narudi nyuma, ila naoanisha. Hakuna shida. Naoanisha. Mwenyekiti wa parokia kwa niaba, wakati wa hotuba kwa niaba ya Wakristo walichanga fedha, michango, wakawa wamenipatia usafi. Sasa wakati ule unajua sasa hivi vitu vinafanyika kulingana na wakati na uwezo na. Sasa hivi Kaliua ni wilaya, wakati ule ilikuwa ni tarafa na kipato basi kimeongezeka kwa sasa. Kwa hiyo wakati huo walijipinda, wakawa wamenisaidia usafiri wa pikipiki. Na mpaka sasa. Pikipiki kubwa na nzuri nilikuwa naipenda. CC 150. Kubwa na nzuri. Na injini yake nzuri sana, aina ya Timek, nadhani kama sio ya Kichina ya Kijapani. Nilipenda sana hiyo. Basi walinisaidia. Nilistaajabu na nilipokea kwa shukrani. Sasa kwenye ile hotuba yake alikuwa kama anasikitika. Anasema samahani, utajiuliza kwa sababu mimi nilikuwa padri wa pili katika parokia ile. Maana padri wa kwanza amepadishwa miaka 20 iliyopita, nikafuata mimi. Nilikuwa mzazi wa mpango kweli kweli. Miaka 20 baadaye ndio napadishwa. Kwa hiyo mwenyekiti alikuwa anasikitika baada ya kujipinda na nini, imenunuliwa pikipiki. Sasa anasikitika, anasema bila shaka utajisikia vibaya kwamba sasa tumekutafutia pikipiki, tungepaswa tukutafutie gari na nini. Yaani nilistaajabu. Katika hotuba yangu mimi nilipokuja kujibu ile, nikasema jamani, hiki kitu kimefanya kitu kikubwa. Tena nawashukuru mno. Sikukitarajia, ni kitu kikubwa. Na nadhani nilisema katika hotuba kitu kama nilisema, sasa pikipiki siweza kufika hata Dar es Salaam, pikipiki nzuri namna hii nzuri. Tabora Dar es Salaam. Tabora Dar es Salaam. Ni kitu cha kujivunia. Na unaona ni padri kijana. Na pikipiki yenyewe ndefu, hata kwenye mabonde inakupindu na nesa vizuri. Kwa hiyo niwaambia na washukuru. Lakini sikuishia hapo. Katika hotuba yangu mimi katika maisha yangu kabla hapo nyuma niliwahi kuangalia mkanda wa Papa Yohane wa 23 alipokuwa anachaguliwa. Alipochaguliwa kwa Baba Mtakatifu. Sasa kwenye ule mkanda wanaanza kuonyesha historia hata alipokuwa mdogo. Yeye alikuwa anatoka familia maskini kama mimi. Na inaonekana aliyemsaidia ada na nini mambo madogo madogo ni mjomba wake. Unaona kwa namna fulani kama tulifanana. Hata mimi nilisaidiwa. Ndio. Sasa kakiwa kadogo kalikuwa kanaulizwa na mama yake, what are you going to be? Wewe utakuwa nani? Kalikuwa kanasema a poor country priest. Tunaweza kuitafsiri hiyo kwamba mimi ni padri maskini. Ndio.
Kwa hiyo na mimi yalinijia yale mawazo mara moja. Walipokuwa nasema mwenyekiti, ilipofikia wakati wangu sana mimi kusema neno, nikasema mimi natamani, ningependa kuwa na kubaki padri maskini. Sasa naposema padri maskini katika ujumla wake, padri wa kawaida, naishi maisha ya kawaida, nifanye utume wa mtu wa kawaida, niishi mahali pa kawaida, nifanye utume wangu, fanye utume kwenda huko vigangoni, na batiza watu, nafundisha, narudi na eneo. Hiyo ni kitu kinachonitosha sana. Au mahali fulani kama sio Zaburi, ni katika maandiko anasema sikuwa mtu niliyefikiri kwamba ningeweza kujishughulisha na mambo makubwa yanayozidi uwezo wangu. Haya makubwa, samani kwa kusema hivyo, nayaona hivyo. Ni kama yamenivamia. Yamenivamia katika majukumu yangu ya kawaida na ya madogo ya maisha ambayo nilikuwa nimeridhika na kutosheka. Samahani kwa kusema hivyo, kama nitakuwa nimekwaza ndugu mtangazaji au msikilizaji yoyote, walau silengi kumkwaza yoyote, lakini basi nasema kilichoko moyoni. Naomba kusema hivyo. Na pengine